Kwa mara ya kwanza siku ya jana kupitia Insta story yake, Kai Cenat ameaddress issue hapo na kuzungumza mengi sana. Kwa mara ya kwanza naona watu sasa hawajasimama upande wa Kai, kwa sababu ukiangalia baada ya mambo haya yote kutokea, marafiki wa Kai ile MP yote ikawa upande wa Kai wanamtetea, especially Kai alizungumza mengi sana kwenye live stream yake, wakamponda sana Gigi na kusema Gigi hakuwa mwaminifu kwa Kai licha ya kumfanyia mambo yote. Sasa kwenye ukurasa wa Insta story ya kwake, Kai Cenat ameandika ujumbe mrefu sana siku ya jana, ambao aliandika kwa muda mchache tu, alafu kwa baadaye tena akaja akaufuta. Ameandika kwa muda mrefu sana, amekaa kimya na ameomba radhi kwa kutozungumza ama ku address issue hapa ambayo yote ilikuwa inaendelea kati ya uhusiano wake pamoja na Gigi, lakini pia kwa marafiki zake yaliweza kutokea. Amesema kwamba mengi yametokea, lakini kwa upande wake hajataka sana kuyazungumza kwa sababu yeye ameshakubali kwamba ni mtu maarufu, na tunafahamu ukishakuwa mtu maarufu watu wengi sana watakufuatilia na watatamani waweze kufahamu nini hasa ambacho kinaendelea kwenye maisha yako. So amesema kutokana na kile ambacho kilitokea kati ya Gigi na marafiki zake, ameomba radhi na kwa chochote kile ambacho kitakuwa kinaendelea atazungumza, na ameweza kumuomba radhi Gigi kwa kile chote ambacho kimeendelea kati ya yeye pamoja na marafiki zake. Wengi ukiangalia kwenye page za habari nchini Marekani wamevaa Kai Cenat na kusema Kai amekosea, kwa sababu ni muda mrefu sana imetokea. Yani inakuwaje hata kama mtu umeachana, kwa nini upande wa Kai wa kina Kai wamezungumza mengi, yeye hajawahi kuzungumza lolote kuhusiana na Gigi? Sawa, huenda Gigi alicheat na vitu kama hivi hapo, watu wanasema huenda labda Kai angezungumza kipindi kile mambo yalikuwa bado yamechemka, ingesaidia. Sasa hivi anaomba msamaha, haina maana yoyote. Na hii ni kwa mara ya kwanza watu wamemvamia sana Kai, kwa sababu tunafahamu asilimia kubwa sana ya watu mashabiki wa Kai huwa wanamtetea, lakini kwa upande wake amemtakia mema Gabriel ama Gigi, na tukumbuke alishawahi kusema kwamba hawako tena kwenye mahusiano, wao wameachana, na wote wawili hakuna ambaye amekubali kwamba ndio nilicheat au si Gigi na yeye aliwahi kusema kwamba hajacheat kwa upande wake kutokana na mashtaka yote ambayo yanamkabili. Kwa sababu watu wanasema kwamba Gigi alimcheat Kai Cenat, lakini kwa upande wa Gigi tuliona pia kwenye Insta story yake aliwahi kuandika na kusema kwamba hajawahi kumcheat Kai na amekuwa mwaminifu sana kwa mahusiano yake. Lakini kwa upande wa Kai Cenat, yeye ndio hivyo, anasema anamtakia mema na hataki tena kuzungumzia swala hili hapo, na ameomba radhi kwa watu wote kutokana na issue nzima ambayo ilikuwa inaendelea.